Halo Media, we maximize your potential. Yoyo, mambo vipi? Leo nakuletea ukweli kuhusu kwa nini Kibu Denis hajengi na kwa nini mjadala umeibuka upya baada ya msiba. Katika siku za hivi karibuni mjadala mzito umeibuka tena ndani ya Nyarugusu Camp na kwenye mitandao kuhusu kijana anayefahamika na wengi, Kibu Denis. Swali ambalo watu wengi wamekuwa wakijiuliza ni moja tu: kwa nini Kibu Denis hajengi nyumbani kwao? Kwa nini hajaweka mazingira vizuri nyumbani kwao? Swali hili limezua maoni, mijadala na hata maneno ya kupotosha, hasa baada ya kutokea kwa msiba wa baba yake. Lakini ili kuelewa hali halisi ni muhimu kurudi nyuma na kuangalia mazingira, ukweli wa maisha na kile ambacho watu wengi hawakijui. Moja kabisa, mazingira ya kambi hayaruhusu maendeleo kwa haraka kama mjini. Nyarugusu ni kambi ya wakimbizi yenye kanuni, mipaka na changamoto zake. Mtu anayehama kutoka huku kwenda maeneo ya nje hupambana zaidi kuliko mtu aliyezaliwa na kukulia katika uhuru wa mjini. Kwa mfano, ndani ya kambi hakuna chanzo cha uhakika cha kipato. Miradi mikubwa kama ujenzi inahitaji vibali, mipango maalum au mara nyingi hairuhusiwi kabisa. Uchumi wa makambi uko kwenye kiwango cha kuishi kwa ajili ya leo tu, si kufanya uwekezaji wa kudumu. Yaani unafanya kwa ajili ya leo ila sio kufanya kwa ajili ya kama mwananchi. Sasa kwa hiyo kusema kwamba Kibu hajengi bila kuelewa mazingira ya kambi ni sawa na kumtaka mtu apande mlima bila ngazi. Iko hivyo. Namba mbili ni kwamba Kibu alikuwa na jukumu kubwa la familia. Kama unavyojua, yeye ndo anaendesha familia yake kwa asilimia kubwa sana. Ukiachana na masuala ya kujenga, kuna masuala mengi ambayo yanamhitaji Kibu asimame. Lakini kwa muda mrefu kabla ya msiba, Kibu alikuwa akimhudumia baba yake. Alikuwa katika hali ya ugonjwa, gharama za matibabu, safari za hospitali na mahitaji ya familia yalikuwa juu ya mabega yake. Mara nyingi jamii haioni upande huu wa maisha ya mtu. Wanachoona ni nje, lakini ndani kuna majukumu ya familia, gharama za maisha, changamoto za kuwa kijana anayepambana kujenga misingi yake. Katika hali kama hizi, si rahisi kutengeneza, sio hali kutenga fedha za ujenzi wakati familia inahitaji huduma za msingi na za haraka sana. Namba tatu kabisa, Kibu ni kijana bado anayejitafuta maishani. Hilo unatakiwa kuelewa. Kibu Denis ni stand hiyo, lakini bado ni kijana ambaye anajitafuta maishani. Kama vijana wengi walioko kwenye jamii, bado anajenga msingi wa kipato. Bado anatafuta nafasi yake katika dunia yenye ushindani. Bado anapambana kujiweka sawa kiuchumi na kimaisha. Hakuna mafanikio yanayotokea ghafla. Si kila kijana anayejulikana mtandaoni anakuwa tayari na ana uwezo wa kujenga nyumba, kuanzisha mradi mikubwa au kuishi maisha ya watu waliotangulia. Kibu ni sehemu ya kizazi kinachoanza safari, si kinachomaliza safari. Unatakiwa kukumbuka hilo. Kibu ni kijana, ni sehemu ya kizazi kinachoanza safari, si kinachomaliza safari. Hilo unatakiwa kuliweka akilini mwako. 4. Kwa nini mjadala umeanza upya baada ya msiba? Na hapa ndo kuna kipengele kabisa. Ukweli ni kwamba jina la Kibu limeibuka tena kwenye umbali wa macho ya watu baada ya msiba wa baba yake. Video, habari na mijadala kuhusu tukio hilo zimewafanya watu kumkumbuka na kuanza kumjadili upya. Katika kipindi kama hiki cha majonzi na maumivu, badala ya watu kutoa pole, wengine wanageuza hali hiyo kuwa nafasi ya kumsema vibaya au kuuliza maswali yasiyo sahihi, kama vile uwezo wake wa kujenga. Huu ni wakati ambao kijana kama Kibu anahitaji faraja na si maswali yasiyo na wema. Yes. Sasa namba 5, ukweli unabaki huu. Ngoja tuelezane tu ukweli. Kibu hajengi si kwa sababu ya uzembe, si kwa sababu ya kiburi, si kwa sababu ya kutojali familia, bali ni kwa sababu ya mchanganyiko wa hali halisi ya maisha. Kwanza, mazingira ya kambi. Pili, majukumu ya kifamilia.
3, changamoto za kiuchumi. 4, gharama zinazozidi kipato. 5, na safari yake binafsi ya kujitafuta. Unatakiwa kukumbuka kwamba Kibu Denis bado anajitafuta. Ndio ni star, lakini anatamani kutoka Simba afike timu ambazo ni za kimataifa kama Real Madrid, Manchester United, Barcelona na timu nyingine nyingi. Kwa hiyo bado utaona Kibu Denis ndio ametoboa, lakini still anaendelea kujitafuta ili ajipate vizuri sana. Sasa kumlaumu kijana anayepambana huku akiwa bado kwenye maombolezo si utu, si hekima na si sahihi kabisa. Yaani tunakuwa tunakosea pale ambapo unaandika maneno ya kumlaumu kwa nini hajengi kwao, inakuwa sio poa sana. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho tunatakiwa kuzingatia, wazazi wake yeye wanaishi katika kambi, lakini yeye yuko wapi? Yupo tayari, ni Mtanzania na anaishi Dar es Salaam katika harakati za kujitafuta. Nimalize kusema tu kwamba mara nyingi jamii hupenda kuona mafanikio ya haraka bila kufahamu msukumo wa kila hatua, lakini ukweli ni kwamba kila mtu ana muda wake, mazingira yake na changamoto zake. Kwa Kibu Denis huu ni wakati wa kutulia, kupokea pole, kuhangaika na maisha ya familia na kuendelea kutafuta uthabiti wa siku zijazo. Wale wanaojiuliza kwa nini hajengi wanapaswa pia kuuliza, je, tumempa nini kama jamii ili aweze kusimama? Nimalize, kila safari huanza kwa hatua ndogo na Kibu yuko bado anaanza. Kumbuka hilo. Alianza Mbeya City, alianza Geita Gold, amekuja Mbeya City, akaja Simba Sport Club na bado anahitaji kwenda mbele zaidi, ya akacheze huko kwenye timu za mbele, vitu kama hizo. So make sure una subscribe, unaacha comment yako, una mtazamo gani juu ya hili? Tukutane hapo kwenye comment section. Mimi naitwa Mtu na Nusu, hii ni Michael Bella Mbella Media. Tutakometisha. Mbella Media, we maximize your potential.